maisha sio dunia. Nakusikiliza. Mume wangu, yani nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Kuhusu huyu binti tunayekaa naye, yani namaanisha huyu mtoto wetu sisi. Nilikuwa yani kuna wadhamini wamejitokeza wanatoa elimu kwa wale watoto ambao wazazi wao hawajiwezi. Kwa hiyo nilikuwa naomba na mtoto wetu aende. Hiyo sehemu ni ipi? Taasisi ya Talata hapo ile ya wazungu. Kwa hiyo Sasa mke wangu, mimi nafikiri wewe unajua vizuri maisha yetu. Tulipotoka mpaka hapa tulipofikia, na tumehangaika sana kutafuta mtoto. Mpaka leo hii hatujafanikiwa. Sasa umchukue mtoto umpeleke Talata. Si unaelewa vizuri? Kwa sababu uko Talata, mimi nafikiri ni mashirika tu ya kizungu wa ngozi nyeupe. Diana mdogo wangu, nikupe taarifa nzuri. Abe dada, mwanzako mulaumu mwanzako nimekuwa wa kwanza. Baba na mama wamenipa zawadi, alafu zeni wameniahidi muhula ujao nikiongoza tena wananipa zawadi kubwa zaidi ya hii. Ila da Faima, nilikuwa naomba na mimi unisaidie kunifundisha kusoma. Sawa mdogo wangu, usijali, mimi nitakuwa nakufundisha. Ila nitakuwa nakufundishaje na babako anavyojua mkali, na mimi shule ninachelewa kurudi. Hapo naisi ukirudi shule, ukishafanya fomu zako za shule, ukishafanya kazi zako, mimi nitakuja unisaidie tu dada, unisaidie kunifundisha. Sawa, usijali, mimi nitakufundisha kusoma. Usijali kuhusu hilo, mimi nitakufundisha ujue hata kuandika na kusoma tu. Nitashukuru kama itafanikiwa dada. Sawa, usijali dada. Sasa dada, naomba tu niwahi kwenda nyumbani maana baba yenyewe ni mkorofi. Nikichelewa kurudi ataniuliza nilikuwa wapi muda wote. Haya, sawa mdogo wangu, nenda. Haya. Sio, umeelewa vizuri? Na watu wanaofungua haya au wanaofungua hivi vitu kwa maslahi yao wao binafsi. Alafu huyu mtoto unajua jinsi tulivyompata. Tumemtoa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Tumemlea kwa shida, tumemlea kwa tabu mpaka kafikia hapo. Mimi nategemea matunda na mipango yangu. Tafadhali usiniingilie. Badiana, na mipango yako ipi wewe? Najua mimi. Usiseme hivyo, lakini huyu akisoma sisi Dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu, bora ni mwachie Mungu tu. Kuna mengi mazito, dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu, bora ni mwachie Mungu tu. Ya dunia siya wewe. Inanipeleka kwenye mzunguko wa dunia baada kufunua masafa na Biblia. Sio wazee peke yao, hata watoto pia wanaangamia. Vifo vinaongezeka. Ukapata nini? Mzee Soda? Wewe Mzee Soda?
Vipi unaumwa? Maana umelala polini huku, ueleweki nyumbani hujarudi, shida nini? Zipombe hizi bwana hizi. Yaani kumbe pombe. Sasa mzee wangu, sisi watoto tunatakiwa tufuate taratibu na adabu nzuri kutoka kwenu. Sasa kama wewe unakunywa pombe mpaka unafikia stage unalala polini. Sasa sisi watoto tunajifunza nini kutoka kwenu? Hasi ndo kama hivyo, nyumbani hujarudi, umelala polini, ungepata na kitu kibaya hapo. Kijana wangu, kwanza naomba unisamehe sana, maana hapa sielimishi jamii. Naomba nisamehe sana. Mimi sikuwa mtu wa kulala chini, kulala porini hivi. Kijana wangu, kiumbe kinachoitwa mwanamke kiheshimu sana, usikizarau. Hapo mzee wangu kidogo umenichanganya, yaani sijaelewa. Umesema kwamba ni mheshimu sana mwanamke ila nisimuogope. Hapa sijaelewa, yaani unamaanisha nini kusema hivyo? Yaani hapa nilipo sijui nikuelezeaje. Mke wangu, hili swala la sisi kutokuwa na mtoto hata mmoja linasikitisha sana. Wakati mwingine najiuliza sijui zitakuwa mila za kwenu, kwa sababu mila nazo zina shida. Kwa sababu mbona kama namna gani mimi najitahidi. Hapo kama umecheza hivi, kuna kitu nataka nikwambie mume wangu. Mimi huenda nimeloga huko kwenu huko nisizai. Mimi nakwambia. Hilo swala la kwetu kukuloga wewe. Hapana. Pia mimi nina wasiwasi. Yaani hapa mtaani tunapokaa hapa wachawi wengi, kwa sababu ujue mchawi akosagi sababu. Akikuona umevaa kijola chako kama hiki cha shilingi 7500 atataka kuloga. Akiona sio nimepiga kikanzu changu hichi ambayo imetoka Denmark atataka kuniloga. Mahakama ambaye ni chombo tunaokitegemea kwa ajili ya kutuweka sawa na kututatulia yaliyokuwa magumu. Lakini mimi naona kama vile serikali inabezi upande mmoja. Mimi niliyopambana, mwanaume niliyofanya kazi kwa nguvu kumsimamia yule mwanamke na watoto, nateseka kule mimi kufanya kazi nzito. Yeye yuko nyumbani amelala, amekaa na watoto, namlisha. Nimepambana, nimesomesha watoto kwa shida. Mwanamke amepewa haki zangu zote. Mwanamke amenyang'anya watoto. Watoto wangu niliokuwa nawapenda toka moyoni mwangu. Mwanamke amechukua haki na mali zangu zote. Leo mimi nalala barabarani. Unavyoniona hapa, kasoro mwaka huu nigonge 60. Lakini leo nalia mbele yako. Mali zangu zinaniuma, wanangu wananiuma. Mwanamke ambao hajawahi kutumia jasho lake hata siku moja ndio aliyomiliki niliyovitafuta mimi vyote. Nashindwa kuelewa mahakama yetu, na sielewi na sijui yule mwanamke mahakamani pale ameenda kuzungumza nini. Lakini nyumba niliyoitafuta mimi, nyumba niliyojengea wanangu ameshaiuza, ambao mategemeo yangu kesho na kesho kutwa mimi nitachoka zaidi ya hapa. Hata kama wanitaka pale nilipojenga mimi nitafika, nitakaa hata nyuma nyumba. Leo pameuzwa, hatima yangu ni nini baadaye? Hebu niambie.
Na hivi unavyoniona, watoto wangu wamenikataa mbele ya mahakama. Ili ujue mwanamke, kwa hiyo yani hivyo vitu vyote kusabiani mwanamke? Kiumbe hatari, kiumbe mwanamke. Hapana, mwanamke, hapana. Mwanamke ndio anaonitesa mimi. Denmark, mume wangu, tuendelee kwanza na hili swala la uzazi mume wangu. Maana pale umeongea point kweli. Ngoja niende kwanza kwa nani hapo. Nimekumbuka kuna kitu nimekisahau. Ngoja niende nikaonane na yule jamaa kwanza pale. Alafu we nani mlenda, leo pika mlenda, sawa? Yaani tatizo lako ni hilo. Yaani wewe unakoga unaanzisha mada alafu unaiachia hivyo. Sikiliza. Na utakuta huko kwenu kweli mimi ndo nilipologewa huko. Yaani kwetu wakuloge wewe. Haya, tutalizungumza, ngoja nikamwone Sudi. Sawa? Yaani kila siku mtu tunaanzisha neno maongezi yanaishia njiani. Kila siku yani kitu kinaishia njiani. Sasa ndo maana yake nini? Nachoka. Mzee. Vipi? Niambie. Sawa. Mambo vipi? Poa, umeniweka sana. Si unajua tena. Afu mimi nikajua utakuja huko vitu. Bado muda asubuhi. Sawa sawa. Sawa sawa. Angusha. Mimi tena. Hapa shughuli nyingi. Sawa. Hamna shida. Usubiri matokeo. Haina shida, mimi nakutegemea. Sawa sawa. Leo nyama. Kuna nani? Mzigo huwa cheki machokora hawana la moyoni, hakuna kati yao anayekwenda shuleni. Vitanzi tu vinawakamba shingoni, ndio maana nami macho na tupo kwa baba uwape japo msada, labda tu utawapunguzia machungu. Nadhani unatambua hivi sasa kuna ndugu watu usiku na wanga mchana wanabudu, watakufa vibudu saa za mwisho. Hivi ni lini nyi mtapata fundisho? Elimu duni inatosha kuwabadili, majanga yanapozidi mnashindwa kuyakabili. Mungu anawaita malaika anapoona wanateseka, na roho yangu inafadhaika. Hakuna msaada kwao, wamekimbiwa na baba zao, wamekimbiwa na mama zao, wanapigwa na jua na mvua kila leo. Bora msikue maana mtakuwa toleo. Kuna mengi mazito dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu. Kuna mengi mazito dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu. Mbona umechelewa? Alafu unajua wewe mazito dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu. Bora ni mwachie Mungu tu. Ya dunia si yawe. Dunia yangu inanipeleka
dunia baada kufunua masafu na Biblia. Sio wazee pekao, hata watoto pia wanaangamia. Vifo vinaongezeka, matatizo kila kukicha, magonjwa yanaongezeka, zipungui dakika hospitali. Mtaani njaa inaongezeka tena kwa kasi, makaburi yanaongezeka, zipungui nafasi. Kila siku machozi na wasiwasi, vibaka wanaongezeka mtaani, hakuna kazi. Natamani nitumie fuvula miaka 300 iliyopita kabla Kristo duniani, au fimbo ya Musa ya bahari ya Shamu, na najaribu kutumia kuruzi nipate kuamurika, wasio na hatia wapate kunusurika. Kuna mengi mazito dunia hii mapito, bora ni mwamini Mungu tu, bora ni mwachie Mungu tu. Kuna mengi mazito